Imekuwa ni njema sana kuungana nawe tena kupitia Gospel Voice ya 101.9. Hapa ni injili tu. Sisi tunazungumza habari ya injili, habari ya ufalme wa Mungu, hasa inapofika majira ya siku ya Jumapili. Wakati kama huu huwa tunaungana hapa na kuweza kutafakari neno la Mungu. Nini hasa Mwenyezi Mungu anatamani tumakinike, na nini hasa ambacho Mwenyezi Mungu anatamani tujifunze na kuweza kuishi katika kumpendeza yeye, jambo ambalo linakuwa ni zuri sana. Leo nina habari njema kutoka kanisa la The Last Glory Ministry linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Apostle Mbunda, ambaye niko naye hapa na atakuwa na neno la kuzungumza na wewe ambaye unanisikiliza kwa muda huu wa sasa, na kile ambacho Roho wa Mungu anatamani tujifunze na tuweze kufanya Jumapili yetu isiwe kama Jumapili iliyopita. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amen. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Namshukuru Mungu kipekee. Kwanza kabisa niko vizuri. Uko vizuri kabisa? Yes. Leo Roho wa Mungu anatamani tujifunze nini hasa hapa tunapotafakari neno? Leo tutakuwa na somo la baraka sana, na Mungu amenipa ujumbe huu. Nafikiri wiki nzima limekuwa likisema na mimi. Ndio. Kwa habari ya watu sahihi. Watu sahihi? Yes. Kuna watu ambao sio sahihi kumbe? Kuna watu wote ni sahihi. Ila kuna watu ni sahihi zaidi ya sahihi. Kwa kuna wale watu ambao Mungu anawapitisha kwenye maisha yako ambao ni sahihi. Yes. Watu hawa ni wapi? Hebu tujikite hapo na tuweze kujifunza. Karibu kwa ajili ya ombi tunapoenda kufungua ibada na kile ambacho Roho wa Mungu anatamani tujifunze. Amen. Naomba tumshukuru Mungu. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu ni mwema, asante kwa sababu ya uaminifu. Ninakushukuru kwa sababu ya kibali na neema. Asante kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Asante kwa Jumapili ya pekee ambayo Bwana umetupa nafasi ya sisi kuwepo Baba katika neno na tukasikia. Jehova, tunakushukuru kwa kila mmoja atakayelisikia neno. Naomba unitumie tu kama chombo. Labda kuna mtu mmoja atainuka kupitia neno hili. Katika jina la Yesu Kristo nimeamini. Amen. Amen. Kipekee kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Lakini pia Bwana amekuwa akisema na mimi, ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza popote ulipo. Ninayo ujumbe ambao natamani tushare pamoja ndani ya dakika kadhaa, na kule mwishoni tutapata neema ya kuruhusu baadhi ya simu 2-3 ambazo tutaweza kuzipokea. Lakini pia baada ya ujumbe huu, naamini kuna mahali Mungu anakupeleka. Mungu amekuwa akisema na mimi mara kadhaa, amenisemesha, lakini hasa wakati huu ilinijia message hii kwa habari ya watu sahihi. Watu sahihi. Nataka niongee na kanisa, nataka niongee na wale ambao watakuwa nje pia hata ya kanisa. Kabla hujaenda kanisani, najua wengine saa 4, saa 3 na kitu wanaenda, na wengine tayari ibada za kwanza wameshaanza kwenda, na wengine wako kwenye magari yao, na wengine wako nyumbani wanaendelea kujiandaa. Ngoja niongee kitu hapa kwa habari ya watu sahihi. Watu sahihi ni watu gani? Watu sahihi ni watu waliotengwa kwa ajili ya jambo fulani. Watu sahihi ni watu ambao wametengwa kwa ajili ya jambo fulani au kufanya jambo sahihi. Na mara kadhaa watu wameshindwa kufahamu. Kuna kitu ambacho kanisa limesahau, namna ya kuwasaidia watu sahihi ama namna ya kuwainua watu sahihi. Tuna watu wengi ambao ni watu sahihi, lakini nao hawajui kama ni watu sahihi. Labda na wewe ni mtu sahihi, lakini haujajua kama wewe ni mtu sahihi. Unaweza kuwa na kitu lakini usijue kama unacho, ambacho kinaweza kikasababisha hata ulimwengu ukabadilika kupitia wewe. Hata mimi ninayeongea hapa sikuwahi jua kama ni mtu sahihi. Mara kadhaa tumewahi kufanya mambo hata asiyompendeza Mungu, tukifanya hichi na kile, lakini hakikuwa sahihi mpaka ule wakati sahihi ambao ulikuja kwenye maisha yetu na tukaisikia sauti ya Mungu na tukaanza kufanya vitu sahihi. Tangia hapo tukaanza kusikia amani ya moyo inakuja, furaha ya moyo inakuja. Kwa watu wengi wamepoteza furaha yao, watu wengi wamepoteza amani ya mioyo. Nini? Kwa sababu wamekuwa wakifanya vitu visivyo sahihi. Unaweza ukawa wewe ni mtu sahihi, lakini uko location ambayo sio sahihi.
Unaweza kuwa wewe ulikuwa ni mtu sahihi, lakini uko na watu ambao sio sahihi. Unaweza kuwa wewe ni mtu sahihi, lakini hujapata baba wa kiroho aliye sahihi. Unaweza kuwa wewe ni mtu sahihi, lakini hujapata biashara iliyo sahihi. Kwa kuna kitu unajiuliza, mbona huyu anafanya biashara ndogo lakini anafanikiwa? Mbona mimi nafanya kazi na nimeajiriwa na serikali, lakini mbona mambo yangu ni kama hayaendi? Wakati mwingine sio uchawi, wakati mwingine sio madhabahu ambazo labda tumewahi fundishwa, lakini wakati mwingine ni kujua tu kwamba, je, wewe ni mtu sahihi kufanya hicho unachokifanya kwa huo wakati? Mimi nishawahi ona, sihamasishi watu kuresign kazi, lakini nishawahi sikia kuna baadhi ya watu wamewahi kuresign hata kazi wanazofanya. Nini? Kwa sababu walikuja kugundua walichosomea sio kitu ambacho wanakifanya kwa wakati wao. Mungu hakutaka wakati mwingine wawepo kwenye hiyo nafasi. Mungu alitaka wawepo labda kwenye eneo fulani, na walipojaribu kufanya hivyo walishangaa maisha yao yanainuka. Kwa leo hii kuna watu yamkini Mungu amewaita kwenye huduma ya kuimba, Mungu amekuita kwenye huduma fulani, lakini wewe unajaribu kufanya kitu ambacho kiko nje na kitu kinachotafsiri usahihi wako. Usahihi hautegemei kuwa na kitu kikubwa. Usahihi unaweza kuwa ni mtu sahihi lakini una kitu kidogo. Usahihi wako unaweza watu wasikujue. Ndio maana tunasoma kwenye Biblia, tutaangalia hapa mambo machache. Kuna watu wengi ambao tumewafahamu kupitia Biblia ambao wakati mwingi walikuwa ni watu sahihi lakini hawakuonekana hata kwa watu. Nakumbuka habari ya mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi. Daudi alikuwa hayupo hata kwenye ile orodha wakati Samuel anaenda kufanya nini? Kumtia mafuta. Lakini Mungu anasema nimemkataa Sauli. Unaposoma Samueli wa kwanza ile sura 6, anasema nimemkataa, nimejitwalia mtu, alafu asemi jina la huyo mtu. Lakini nabii anaambiwa tu nimejitwaliwa mtu, yuko mahali fulani. Walipita watoto wa mzee Yese wengi. Lakini Mungu anasema no, sijawakubali. Baadaye ndo anaulizwa kwamba je, mzee Yese kuna mtoto mwingine amebaki? Anasema yupo mmoja ambaye anachunga huko kondoo. Itimisi kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni kama wa kawaida kabisa, lakini alikuwa amebeba kitu sahihi. Kwa watu sahihi wakati mwingine hawaonekani tu kwa sababu ya watu. Watu sahihi wamefichwa kwenye mikono ya Mungu. Niko hapa nikuombee. Labda ulikuwa umekuwa ni mtu sahihi, lakini kuna vitu vingi umekutana navyo ambao vimesababisha wakati mwingine hata wewe ukapoteza usahihi wako. Na mimi niseme tu kitu, nitaongea vitu vigumu kidogo, wakati wengine wanaweza wasinielewe watu wengine, lakini watu sahihi mara zote ni kama baadhi ya wengi niliowafahamu, ni kama wamekutana na vitu ambavyo vimewavunja moyo, wamerudi nyuma, lakini walikuwa ni watu sahihi. Watu wengi hata makanisani unaweza kukuta ni binti anadeki kanisa, tunamtegemea kwenye huduma fulani, yeye ni shemasi, yeye mtu fulani, lakini hebu chunguza mapito anayoyapitia. Hebu angalia scenario anazokutana nazo. Utasikia si huyu binti ni mjamzito, sijui amepata kitu gani. Kuna vitu anajiuliza kwamba mbona Mungu sikuplani kupitia hapa, lakini kwa nini nimepitia hapa? Unakuta watu wengi ambao walijitunza, mwisho wa siku anakuta ameangukia hata eneo ambalo hakutegemea. Lakini ni nini? Kazi mojawapo ya uovu ni kuondoa ile mbegu ya kiungu ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Niko hapa nikuinue tena. Yamkini hata leo ulikuwa usikie hamu ya kwenda kanisani, ila baada ya neno hili pokea neema ya kuinuka. Pokea neema ya kupata nguvu. Labda biashara yako ulikuwa umefanya, unasema sasa hivi sitafanya tena biashara, lakini kwa neno hili inawezekana kuinuka tena. Biblia inasema hata kwa harufu ya maji huo mti unaweza ukachipuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ninaamini kuna watu wengi ambao Mungu amewainua kwa maana ya kufanya vitu sahihi, ila hawajajua, lakini pia wamekosa kukutana na watu sahihi. Ngoja nianzie hapa. Ukisoma katika Yohana sura ya Yohana sura 4 mstari wa 23 anasema hivi, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba waabuduo halisi. Akisema halisi anaongea kuhusu watu sahihi. Okay. Anasema lakini saa inakuja ambayo waabuduo halisi, watu sahihi, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Alafu anasema kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Amen. Asante Yesu. Amen. Kumbe wakati mwingi watu sahihi wanatafutwa. Okay. Watu sahihi hawapatikani kwa wepesi. Watu sahihi ni kama hata mbingu zenyewe tu zinawatafuta.
Dunia pia inawatafuta, shetani anawatafuta, na Mungu naye anawatafuta. Niko hapa nikuombee, Mungu akakuinue. Labda shetani anakutafuta kwa muda mrefu, lakini wewe ni mtu sahihi. Ukoo wako unakutegemea, familia yako inakutegemea, kanisani tunakutegemea, kwenye vyombo kule tunakutegemea, mahali fulani tunakutegemea. Nafikiri unaamini kabisa. Ndugu zangu wasikilizaji, hujawahi sikia kuna kauli zinasikika, wapiga mziki ni watu fulani hivi kama wauni, sijui ni vitu gani. Lakini mimi nakwambia, yamkini Mungu kuna kitu amewekeza hazina ndani yao, ila nao wajui. Kweli kabisa. Kama ni watu sahihi. Lakini utashangaa akifanya jambo moja. Mtu sahihi afanyagi mambo mengi. Mtu sahihi anaweza kufanya jambo moja na likashangaza ulimwengu. Daudi kwa kumpiga Goliath hadi leo tunakumbuka. Ila alikuwa ni mtu sahihi aliyekusudiwa na Mungu kufanya kile kitu ili kipate kutokea. Sasa Baba anatafuta. Sasa hapa anaposema anatafuta waabudu halisi watakao muabudu Baba katika roho na kweli. It means wote tunaingia kanisani. Ila nani ni halisi? Ambaye kweli akiabudu tunaona uhalisia kwamba yes, huyu mtu anamwabudu Mungu. Akiimbisha tunasema yes, huyu mtu anaimba pamoja na mbingu. So mbingu zinatafuta watu sahihi. Mbingu zinatafuta watu sahihi. Na wewe ni mtu sahihi asubuhi ya leo. Labda ulivunjika moyo, ulipoteza matumaini. Niko hapa nikwambie, inuka tena. Inawezekana kuinuka katika jina la Yesu. Amen. Kutoka sura ya 2 mstari wa 23. Tunakwenda haraka kidogo. Toka sura ya 2 mstari wa 23. Asante Roho Mtakatifu. Kutoka sura ya 2 mstari wake wa 23, Biblia inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia kilio kikafika juu ya Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao, akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahim. Come on. Anatajwa mtu hapa, Ibrahim na Isaka na Yakobo. Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu akaona wana Israeli na Mungu akawaangalia. Asante Roho Mtakatifu. Kwa wakati mwingine Biblia inatuonyesha hapa kwamba hawa wana Israeli waliingia kwenye shida, lakini baadaye wakamlingana Mungu, wakamwambia Mungu, lakini baadaye Biblia inaonyesha Mungu akaliangalia agano alilofanya naye na Ibrahim na Isaka na na Yakobo. Ukisoma sura ya 3 sasa, mtumishi wa Mungu, ndio unakutana na mtu mmoja anaitwa, hii sura ya 3 Kutoka 3 mstari wa kwanza na kuendelea. Ukisoma sura nzima utakuja kuona kuna mtu anaitwa Musa. Musa alikuwa anachunga kondoo za baba mkwe anaitwa mzee Yeslo. Unajua ndugu msikilizaji, kuchunga kondoo za baba yako mzazi sio shida, ila kuchunga kondoo za baba mkwe, hiyo ndio shida. Hiyo ndio changamoto. Maana inaonyesha huyu mtu alikuwa ana hali fulani. Sasa tusiseme sana yes. Ni uhitaji ambao unaonyesha kabisa huyu mtu alikuwa kwenye kiwango fulani ambacho kwa kweli hivyo. Sasa Mungu akawa anatafuta mtu ambaye ataenda akawasaidia wana Israeli watoe Misri na kuwapeleka nchi ya ahadi ambayo Mungu amewakusudia. Ndio pale sasa kijiti kinawaka akiteketei, na Musa akageuka ayaone yale maono. Ndio Mungu anaanza kuongea na Musa. Sasa unisikize kwa makini, kwa sababu somo langu linanoga kutokea hapo. Wakati Mungu anaongea na Musa, Musa alijitetea kwa muda mrefu sana. Ndio maana kwanza tu anafika anamwambia vua viatu vyako. Anapoongea kuhusu viatu anaongea kuhusu tabia. Manake watu sahihi wanawezekana wakawa na tabia ambazo wakati mwingine sio sahihi. Musa, ukisoma huku kuna habari zinaonesha Musa amewahi fanya matukio mengine mpaka uuaji. Lakini alikuwa ni mtu sahihi. Lakini mtu sahihi alikuwa anawindwa. Musa ameanza kuwindwa tangu utoto wake. Anapewa jina na mtu mwingine kabisa ambaye hata sio mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ninaamini kupitia hapa sasa Mungu akawa anaanza kuongea na Musa, anamtengeneza, anamwambia mimi ni niko ambaye niko. Maana Musa anauliza nikienda itakuwaje? Musa anaanza kujitetea, Mungu mimi na kigugumizi, unajua siwezi kuongea. Anasema nitakuinulia mtumishi wangu Haruni. Maana yake kuna namna mazingira anaonyesha Musa alikuwa na changamoto alizokuwa nazo, lakini alikuwa ni mtu sahihi, anatakiwa akaokoe watu. Naongea na wewe msikilizaji, wewe ndio umekusudiwa na Mungu. Inuka, nenda ibadani leo. Hata kama wamama walikusema vibaya, wazee wa kanisa walikuvunja moyo, inuka, nenda. Inuka, wewe ndio mtu sahihi, tunakutegemea.
nenda uangaze. Na mimi nakwambia watu sahihi wakiinukaga, wakija, huwa hawatumii nguvu nyingi kufanya kitu na kitu hicho kinatokea. Wewe ni mtu sahihi. Nasema wewe ni mtu sahihi, Mungu atakuinua katika jina la Yesu. Kwa hiyo unaona sasa Musa anaenda kufanya lile ambalo Mungu amemwagiza akalifanya. Unaposoma kitabu cha Esta sura yake ile ya 2 na mstari wa 17. Labda hiyo utaisoma tu, lakini nisimulie tu. Esta hakuwa na vigezo ambavyo vilikuwa vinafanana na wanawake wengine. Lakini anasema nitaenda kinyume cha utaratibu. Wanawake wengine wametengenezwa, wamewekewa makeup kama dunia inavyotengeneza watu leo na kila namna. Yes. Lakini Esta anasema alikaa kwenye maombi na mjomba Mordekai alikuwa anamuombea na taifa linamuombea kwa ajili yake. Na kupitia yale maombi alitengeneza usahihi kwa Esta. Esta anaingia na mfalme anamwambia omba lolote. Na Esta anakuwa sahihi without vigezo. Kwa watu sahihi wakati mwingine hawana sifa ambazo zinastahili kuwa wao sahihi. Lakini Mungu anawatazama. Watu wengi ambao leo yamkini tumewakataa ndio ambao leo wanamtumikia Mungu. Ndugu msikilizaji, hata mimi ninaongea hapa nilikataliwa sana. Ndio maana Biblia inasema mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Alikataliwa na wanadamu. Lakini Mungu alimkubali. Usitake watu wakuelewe, acha mbingu zikuelewe. Usitake wanadamu tu wakuelewe, acha Mungu akuelewe. Kwa hivyo Mungu anatutengeneza leo ili tuinuke na tuende kiwango kingine. Sasa pointi ya kwanza, watu sahihi ni watu ambao wanapewaga moyo na Mungu. Yaani usitake watu waanze kukutia moyo sana. Mungu ndio mtu mzuri ambaye anaweza akakutia moyo wewe. Naomba tuangalie kitabu cha Yoshua 1:16. Yoshua 1:16. Kitabu cha Yoshua 1:16. Haleluya. Amen. Yoshua 1:16. Asante Roho Mtakatifu orama. Yoshua 1:16. Yesu. Biblia inasema wakamjibu Yoshua akasema, hayo yote uliotuamuru tutafanya, na kila mahali utakapotutuma tutakwenda. Kama vile tulivyomsikiliza Musa katika mambo yote, ndivyo tutakusikiliza wewe. Bwana Mungu wako na awe pamoja nawe tu, kama alivyokuwa pamoja na Musa. Kila mtu atakayesikia amri yako asiyasikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru atauawa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hilo tu Biblia inasema, hilo tu. Kati ya kitu alipokea Yoshua ni kitu ambacho hata yeye hakutarajia. Kwanza amepokea wito baada ya mtumishi wa Mungu kufa. Ni sawasawa na nchi yetu tuliwahi pitia mambo fulani magumu, unafahamu ndugu msikilizaji. Lakini baada ya yale mambo magumu akainuka mtumishi mwingine, kama Biblia inavyosema kwa watumishi wengine, na hivyo hivyo hata kwenye taifa letu. Mungu akatuinulia mama, na mama yuko kwenye nafasi na anaendelea kutuongoza na kutusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa anasema uwe hodari. Uwe hodari. Manake kuna watu wanaweza kuwa ni watu sahihi, lakini wanakosa balance ya kuamini kama wao ni watu sahihi. Hawana backup ya watu kuatia moyo kwamba wewe ni mtu sahihi. Manake ni kama kila mtu anaongea negative kuhusiana na wewe. Kila mtu anaongea vibaya kuhusiana na wewe. Kila mtu anasema hivi kuhusiana na wewe. Kila mtu anasema hivi kuhusiana na wewe. Lazima wapatikane sasa, urudi magotini umwambie Mungu kwamba Mungu, wewe ndio uliyeniita. Wewe ndio unajua ya kwamba umeniweka kwenye hii nafasi, wewe ndio unaweza kunisaidia. Sasa angalia wito wa Yoshua, kila muda Mungu anamtia moyo yeye, hata wito wake tu unavyoanza. Katika ile sura ya kwanza mstari wa 6, uwe hodari na moyo uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa nchi hii niliowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Sasa tunaweza tukaona kitu wana wa Mungu kwamba Yoshua
anapewa moyo na Mungu, wakati sisi wengine tunasubiri kupewa moyo na watu. Hao watu wanaokutia moyo kuna siku watakuja kuvunja moyo. Hao watu unaowategemea kuna siku Biblia inakataza kuwategemea wanadamu. Kwa niko hapa nikwambie, watu sahihi wanatiwa moyo na Mungu. Lakini pia ni vizuri na sisi wengine ambao tunawaona hao watu wasiishiwe tu kutiwa moyo na Mungu, lakini tuwatie moyo na sisi. Ndio maana Mungu amenituma leo nikutie moyo. Inawezekana kuinuka tena. Inawezekana kuinuka tena. Amua kuinuka, amua kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa watu sahihi, jambo la pili, watu sahihi ni watu wa kutimiza kusudi. Wafilipi 2:13 ni watu ambao wanatimiza kusudi. Ukiwa na watu sahihi watatu kanisani, hilo kanisa Mungu analiinua. Kwa mfano, kwenye praise ukawa nao watu sahihi, ukanaye hata mtu sahihi, mtu mmoja. Kwenye vyombo vya muziki ukawa na mtu sahihi mmoja. Kwenye media kama hivi, msikilizaji, media hii ya Radio Access lazima kupatikane na mtu sahihi ambaye anaweza kulaze mpaka mkurugenzi anasema wow, radio inakimbia. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu sahihi. Ya mtu sahihi. Kwa watu wanatafuta watu sahihi, Mungu anatafuta watu sahihi. Sasa anasema ni watu wa kutimiza kusudi fulani. Watu sahihi hawazuiliki. Tunaweza tukasema ni wasaidizi wa hatima. Yes. Okay. Ni wasaidizi wa hatima. Yaani kama mimi nimeanzisha kitu, wao wanani backup. Wanakuendeleza. Hata kama mwanzo wangu ulikuwa mdogo, Hagai 2:9 Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Wafilipi 2 ile mstari wa 13 Biblia inaonyesha hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu na kutaka kwenu na kutenda kwenu kulitimiza kusudi lake jema. Ni Mungu anayetaka, sio watu. Ni Mungu anayetaka. Amen. Ni Mungu anayetaka, sio watu, ili kutimiza kusudi. Sasa usiwatimizie kusudi watu. Leo tuna vijana wengi wakiingia chechi wanafikiri wanamtumikia Apostle Mbunda. Hapo ndo wanakosea. Yes, wanafikiri wanamtumikia bosi, sijui wa redio, wanamtumikia si mtu fulani. No, kuna kitu ni zaidi ya bosi wa redio. Kuna kitu ni zaidi. Ndio maana kuna wakati hata mtangazaji unaweza ukakubaliana na mimi, muda mwingine mmekuwa mkijitolea wakati redio zingine zinaanza au hii inapoanza, utakuja kugundua ulipo chochote, lakini unakuta unajitolea nini? Kwa sababu unalitimiza kusudi la kile ambacho kimeanzishwa. Kwa sababu ulisoma hicho kitu, sio tu kwa sababu ulipo mshahara, ila furaha yako ni kukifanya kile kitu ambacho ulikisomea. Huwezi kujua unasaidia watu wangapi huko. Yes. Ndio maana utashangaa watu wanakuuliza una experience kiasi gani? Umefanya kazi kwa muda gani? Kwa nini? Kwa sababu watu wanatamani kuona uzoefu wako kwenye eneo fulani la kujitoa na kulitimiza kusudi fulani. Lakini point nyingine ya tatu, watu sahihi wamebeba neno la kukuinua. Ili ujue huyu ni mchungaji sahihi, huyu ni mtu sahihi. Mara zote ukikutana na huyo mchungaji, hata ukimsikiza dakika 2 utasikia kuinuka. Hata kama ulisikiza si hivi, utasikia kuinuka. Leo tuna kanisa linalovunja moyo. Leo tuna watu huko nje wanaongea vibaya. Yaani ulimwengu unakusema vibaya na bado kanisa nalo linakusema vibaya. Lakini unaweza ukakumbuka, ndugu msikilizaji pamoja na wengine mnaonisikiza, kuna mtu aliwahi kosea akatenda dhambi ya uzinzi huko na akawa anakimbizwa, wanataka kumpiga mawe. Sheria inataka apigwe mawe mpaka afe. Lakini anamkimbilia kwenye miguu ya Yesu. Kwa nini alikimbilia kwa Yesu? Na yeye hakujua kama huyu ni mtu sahihi. Baadaye anasema, geuka, wako wapi washtaki wako? Maana washtaki wote walikuwa wameondoka. Nini? Alibeba neno la kumsaidia. Okay, mtumishi, tunarejea. Amen. Umelemewa na mzigo, mpe Yesu moyo wako, ukitamani maisha mapya. Anaitwa Zoravo akiwa na Tracy pamoja na Patrick, anazungumzia kuhusiana na kizazi. Anakuambia hello generation, who told you that you are naked? Alikuwa anazungumza
habari ya Mungu alivyokuwa akimuuliza Adam kwamba nani amekuambia wewe uuchi baada ya kula lile tunda. Leo tunazungumzia suala la mtu sahihi au mbeba hatima, msaidizi wa hatima, tunaweza tukasema hivyo, tukiwa na mtumishi wa Mungu Apostle Mbunda kutoka kanisa la The Last Glory Ministry, ambaye Roho wa Mungu amemjalia leo tuweze kuzungumza kuhusiana na habari ya mtu sahihi. Sasa unataka kujua mtu sahihi ni yupi? Basi ukiwa una swali, una dukuduku kuhusiana na mtu sahihi ni yupi na kujua sasa huyo msaidizi wa hatima ana viashiria gani na kuweza kujua kwa lugha rahisi zaidi, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia 0739109109. Mtumishi wa Mungu yuko hapa, ataelezea kwa kina zaidi. Endelea tu kutuma ujumbe mfupi kupitia 0739109109. Leo tukiwa tunazungumzia mtu sahihi. Mtu sahihi ni yupi? Mtu sahihi analeta madhara gani chanya kwenye jamii ambayo inamzunguka, na namna gani anaweza kawa ni msaidizi katika kukuza kanisa na kulifanya kanisa la Kristo lisonge mbele. Hiyo ndo inakuwa ni nzuri zaidi pale tunapokuwa na watu sahihi katika kila idara, iwe kanisani, iwe ofisini, iwe sehemu yoyote kwenye jamii ambayo tunazungukwa na watu hawa sahihi. Anaweza kawa ni kiongozi sahihi, akawa na msaada mkubwa kwenye familia yake, na familia ikaendelea kumuombea kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kumrehemu, aendelee kuwepo muda mrefu, kwa sababu amekuwa ni msaada mkubwa zaidi kwenye familia yetu. Tuendelee kumalizia pale. Wakati tunapotamatisha hapa, tutapita na maswali ya wale ambao wameweza kumakinika nasi. Karibu mtumishi. Yes, so shalom, tunaendelea tena. Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukisema kwa habari ya watu sahihi. Kwa point yangu nyingine niliyokuwa nikasema mtu sahihi amebeba neno la kukuinua. Yesu amebeba neno la kukuinua. Ndio maana anaposoma ile Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yesu alikuwa anautazama ulimwengu kwa akisema ulimwengu anaongea hata wale wasiomjua Mungu. Okay. Wale ambao hawajaokoka, wale ambao bado hata hawajaingia kumfahamu yeye. Lakini nini? Alikuwa amebeba neno la faraja. Tunapoenda mtaani kuwahubiria watu, tumebeba nini? Tunapoenda kuwasaidia watu wengine, tumebeba nini? Tunapoingia kanisani, tumebeba nini? Sisi kama wachungaji tunahubiri nini? Tunaposimama madhabahuni, lazima tuwe na neno la kumfanya mtu ainuke. Wanasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Sasa wakati mwingine kujipa moyo sio tu kwa sababu, sijasema tusikemee uovu, tunakemea. Hata mimi mwenyewe pia nakemea, na niko hapa pia kukataza uovu, kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanakutana na vitu vibaya kwenye maisha yao ni watu sahihi, na ndo wanaweza wakafanya hata kitu ambacho kitapoteza usahihi kwenye maisha yao. Kwa sababu kesi sio dhambi unayoitenda. Unaweza ukafanya dhambi na ukatubu na Mungu akakusamehe. Sio jambo tu kwamba ni shida, ila shida ni kile dhambi ina tabia ya kukuondoa. Ndio maana Adamu alipokosea, mtangazaji ameongea kidogo hapo. Ndio. Kwamba Mungu akauliza uko wapi? Yani kawa anamuuliza nafasi yake, uko wapi? Uko wapi? It means kwa nini alikuwa anauliza? Hakusema umefanya nini, alisema uko wapi. It means tabia ya dhambi inakuondoa kwenye position. Unaangalia pornography, unaangalia vitu vya ajabu, si unafanya hivi, utafanya mauzinzi, utafanya si hivyo, utaiba fungu la 10, utafanya. Lakini tabia ya nini, ya uovu ama dhambi ama uharibifu ama kosa, ni kukuondolea mbegu ya kiungu kwenye maisha yako. Inakutoa kwenye nafasi. Kwa kutubu sio shida. Hata Adamu alitubu, ila nafasi. Hilo ni somo lingine ambao natamani Mungu akitupa neema tutakuja tuliongeza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunahitaji neno katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 29. Biblia inasema, hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena, naye mnyenyekevu Mungu atamuokoa. Na atamuokoa 30, atamuokoa na huyo asiye na nini na hatia. Naam, ataokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yako. Unahitaji neno
litakalosababisha kwamba uanze kuinuka tena. Kama hapa ambavyo wanasema watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hawatakusemea watu. Jamani, swala la kuinuka jisemee mwenyewe. Jisemee mwenyewe, jitamkie, mwambie Mungu nainuka. Nimesubiri neno la watu walijaja. Kuna watu wakipitia shida wanasubiri wazee wa kanisa ndo waende kutembelea. Umoja wa kina mama, uache kila kitu, uanze kuwatafakari wao. Katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Samueli wa pili 5:14. Yes. 5:14. Biblia inasema, Samueli wa pili 5:14. Biblia inasema, na haya ndiyo okay. Nilitaka kuiangalia habari moja ya mtu mmoja mwenye ukoma anaitwa Naaman. Yeye alikuwa na ukoma, lakini alikuwa anahitaji nani? Mtu atakayesababisha ukoma huo uondoke. Ndo anakutana na nabii, anamwambia kajichove kwenye mto Yordani mara ngapi? Mara 7, na ukoma wako utafanya nini? Utaondoka. Naaman anaenda na anajichovya, anashangaa ule ukoma kweli umeondoka. Nini? Alihitaji mtu sahihi. Alihitaji watu sahihi. Alihitaji hata mto sahihi utakaosababisha hicho kitu kiondoke. Kwa sio kila mahali unaweza kuwa muujiza wako unaweza kuwepo. Mungu akupe madhabahu sahihi, Mungu akupe watu sahihi, Mungu akupe mchungaji sahihi. Baba mmoja amewahi nifundisha, ndugu msikilizaji, amewahi ongea kitu fulani, yuko Dar es Salaam. Akasema hivi, tabia ya baba wa kiroho, kwa mfano ukiwa na baba wa kiroho anayekulea ulimwengu wa roho, akasema 1 ni jua, 2 ni nyota, 3 ni mwezi. Maana yake baba wa kiroho anaweza kuonesha majira, anaweza kuonesha nuru, anaweza kuonesha mtokeo wa maisha yako. Sio kama hivi ambavyo wengine wanakuambia nyota si imefanya ni, lakini kuna watu ukisimama nao utashangaa hata nyota yako inaonekana. Niko hapa niseme Mungu akuinulie mtu sahihi. Amen. Nasema Mungu akuinulie mtu sahihi. Tumalizie pointi 2 za mwisho. Watu sahihi wamebeba kitu cha kuwasaidia watu sahihi. Okay. Watu sahihi wamebeba kitu cha kuwasaidia watu sahihi. Kwa hiyo unaweza ukawa hauna kitu kikubwa ila unacho kitu cha kumsaidia Yesu. Petro alikuwa ni mtu sahihi ila alikuwa ni mvuvi. Location anayotokea Petro wala haifurahishi kwamba lakini Yesu akambadilisha, asema utakuwa mvuvi wa watu. Yes. Unaona? Anasema utakuwa mvuvi wa watu. Nini? Maana yake kuna kitu pia alikuwa anakitafuta Yesu kwa kupitia nani? Petro. Sio kwamba Yesu alikuwa maskini. Yesu hakuwa maskini, ila anaweza kuwa alikuwa na wanafunzi tena maskini. Angalia swali analouliza Petro. Tumekufuata, tutapata nini? Yesu anajibuje? Asemi mbinguni sijui nini, anasema duniani mara 100 kisha uzima wa milele. Itimisi alikuwa amemuondoa Petro kwenye fedha. Alikuwa anajua kabisa eneo aliyomtoa Petro lilikuwa ni eneo sahihi. Eti msikizaji hapa mimi au mtangazaji nianze kukwambia sasa hivi hapa inabidi tuondoke, kuanzia leo utakuwa pale unasimamia media kanisani. Okay. Lazima uniulize maswali. Yeah, sure thing. Umenitoa kwenye eneo sahihi ambalo mimi ndo lilikuwa inanipa kuendelea mbele. Why unanipeleka huku? Itakuwa nini? Kwa watu sahihi wakati mwingine wanaweza kuwa wana vitu vya kuwapa watu sahihi ila hawajui kama wana vitu vya kuwapa watu sahihi. Wafalme wa kwanza, nifupishe hiyo habari kidogo. Wafalme wa kwanza sura ya 17:8. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 8 na wa 9. 17 mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidioni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akakulishe. Basi akaondoka Sarepta, hata alipofika lango la mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo na
chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta akamwambia, akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2 ili nikajipikie nafsi yangu na mwanangu, tule na tukafe. Alikuwa ni mtu sahihi, ila ana mawazo ya kufa. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama nilivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ukafanye nafasi yako na mwanao. Ndugu msikilizaji, angalia neno la ajabu hili. Kuna mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu sahihi kabisa, na ni nabii, ni prophet, ila alikuwa ana nini? Ana njaa. Okay. Lakini Mungu amempeleka mahali. Can you imagine? Leo maskini wanasema mimi siendi kanisani kwa sababu sina kitu. Kuna mtu anasema mimi siwezi kufanya kitu fulani kwa sababu sina fedha. Lakini kumbe ni mtu sahihi. Ulimwengu wa roho, huyu mwanamke alikuwa naye ni maskini na amekutana na wenye njaa wawili wamekutana, ila wana vitu sahihi. Sasa nabii anasema hivi, kanitengenezee kwanza mimi nile, ndio na wewe hivyo. Biblia inaonyesha story kule mbele, baada ya kutii tu lile neno, baadaye mazingira ule mama alibadilika. Jamani, sio jambo rahisi. Can you imagine, maskini amemlisha tajiri. Wakati kitaalamu tajiri ndo anamlisha nani? Maskini. Lakini usahihi hautegemei hela. Usahihi hautegemei unavyo vingi. Kuna watu tuko nao kanisani, sio kwamba wanatoa sadaka nyingi, lakini ni watu sahihi, wanaweza kukutia tu moyo kwenye eneo fulani. Kuna siku nilikuwa natamani kuombewa, maana mimi naombea sana watu. Okay. Nikabidi ninunue shati moja, nikatafuta mzee ambaye yuko kanisani. Ile Jumapili kama leo mapema kabla baada hajaanza, nikamwita ofisini. Nikamwambia, mzee, nimekuletea hizi shati, sio ilikuwa ni shati moja sio mbili. Nikamwambia, mzee, nimekuletea hii shati, naomba uniombee. Nilipiga magoti. Wow. Mshirika akaniombea. Unajua, niliyafili yale maombi, nikajisikia na mimi nimeombewa. Kwa nini? Wow. Tunawaombea sana watu, sisi hatuna waombezi. Yeah. Kama wanatuombea huko na hatujui hata kama wanatuombea. Na kumwombea mchungaji sio rahisi, kumwombea mtu sahihi sio kazi rahisi. Naomba nimalizie sasa pointi ya mwisho. Okay. Alafu tutaruhusu yes. Watu sahihi wanahifadhiwa na Mungu. Watu sahihi wanahifadhiwa na Mungu. Usisubiri watu wakuhifadhi, mwache Mungu akakuhifadhi. Na ninaomba ukahifadhiwe na Mungu katika jina la Yesu. Amen. Naomba Mungu akakutunze katika jina la Yesu. Amen. Naomba Mungu kama alimuhifadhi Musa kwenye kisafina kile na hakuzama wala hakupotea. Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa ni mtu sahihi. Ndio maana hakuzama. Biblia inasema nijapopita katika bonde la mauti sitaogopa mabaya, maana Bwana yuko pamoja na mimi. Waandaa meza machoni pa watesi, na kikombe changu kinafurika. Kwa nini kinafurika? Kwa sababu mimi ni mtu sahihi. Watu sahihi hawafi mapema. Watu sahihi hawatapotea njia. Watu sahihi watafika kwenye hatima zao. Amen. Watu sahihi hawatakufa kabla ya wakati. Amen. Watu sahihi watainua familia zao. Watu sahihi watainua koo zao. Watu sahihi watabeba hatima ya kanisa lao. Watu sahihi watainua wachungaji wao. Watu sahihi watasababisha mambo sahihi yatokee. Watu sahihi wataenda kwenye location sahihi. Watu sahihi wataenda kila ulimwengu. Pokea neema. Ulikuwa unafanya biashara unaenda China, sasa hivi imeisha, na kuombea in the name of Jesus. Mungu akupe neema ya kwanza kuinuka tena. Yes, nenda uinuka uangaze. Nenda ukatokee mahali ya kutarajia kutokea. Na kuombea mwezi huu wa 7, ngome ya Yeriko ikavunjike. Ngome za Yeriko zikavunjike na kuta za Yeriko zikavunjike. Zikafanya wewe kuingia. Maana wakati wanaingia hawakuingia wote. Kuzunguka siku 7 mara 7 ilikuwa nyepesi. Wengine waliahirisha njiani, lakini watu sahihi walizunguka na Yeriko ikaanguka na waliingia. Pokea neema na wewe ukaingie leo. Pokea neema ya wewe na wewe kusogea kiwango kingine. Yes, ninakuombea katika jina la Yesu. Wewe msikilizaji unayenisikiliza, hapo hapo ulipo, nataka umwambie tu Bwana maneno haya machache. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Naomba unisamehe. Labda niliangalia watu nikapoteza usahihi.
kwenye maisha yangu, lakini mimi ni mtu sahihi. Yesu, naomba unisamehe. Yesu, naomba unirehemu. Yesu, naomba uniinue. Kuanzia leo hii ninainuka sasa, ninainuka, ninabeba Biblia na ninaenda kanisani. Mungu, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase katika jina la Yesu. Labda hujampa Yesu maisha, yes, na uko hapa unanisikiliza. Wewe ni mtu sahihi, ila dunia tu labda imekudanganya. Labda umesikia neno hili, umebarikiwa na unataka nikuongoze sala ya toba. Fuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe Bwana. Nirehemu Bwana. Nitakase. Bwana Yesu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Bwana Yesu, niingize kwenye raha ya milele. Bwana Yesu, nimekupa maisha yangu, nimeokoka. Kuanzia leo mimi ni mtumishi wako katika jina la Yesu. Mimi ni mtu sahihi katika jina la Yesu. Nitakufuata wewe Yesu. Naomba unisaidie Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya aliyekupokea. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya Jumapili ya leo. Tumeibariki studio hizi, tumebariki na wasikilizaji. Kila kitu Bwana kimebarikiwa kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimeomba na kuamini. Amen. Ikiwa umeokoka, hongera kwa kuokoka, kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Una shida na tabu zinakusumbua, mtumishi, karibu tutaje namba ya simu ili yule ambaye ameokoka. Unaitwa John, umeokoka, sema naitwa John, umeokoka, utatuma jina lako kupitia namba ya mtumishi wa Mungu Apostle Mbunda. Karibu. Ndugu msikilizaji ambaye unanisikiliza, kwanza nikushukuru. Mimi napatikana airport ya zamani, kanisa la The Last Glory Ministry ama huduma ya The Last Glory Ministry, na umempokea Yesu na unahitaji mawasiliano pia, na ukaniambia hivyo, tukaendelea kuhudumia kiroho. Ni 0628 44 22 98. Narudia tena 0628 44 22 98 au 98. Naitwa Apostle Mbunda. Nakupenda sana. Amen. Leo kwa kumalizia hapa, kanisani kuna nini hasa ambacho mtu labda anaweza akapata kukua kiroho zaidi kupitia The Last Glory Ministry kwa Jumapili ya leo? Awali ya yote, kwanza tunamshukuru Mungu, tuko katika mwezi wa shukrani kimbingu. Okay. Na tunamshukuru Mungu, Jumapili iliyopita tulikuwa na praise and worship nzuri sana mchana pale kanisani, imekuwa ya baraka sana na tumemwona Mungu. Na leo kuna ibada tena kubwa inaanza saa 3:30 hivi, tukitoka hapa tunaelekea pale na tutakuwa na ibada pale ya praise and worship. Tutamsifu Mungu na kumwabudu Mungu, na kwaya na waimbaji watakuwepo, lakini kutakuwa na neno la Mungu la baraka sana ambalo Mungu amenipa tena pia. Nitasimama pale madhabahuni. Lakini una shida, wewe ni mgonjwa, una taabu, una jambo linakusumbua, njoo tushirikishane ili Mungu akakutendee muujiza na ili Mungu akakuinue. Amen. Na nikushukuru sana. Mungu ni mwema. Asante kwa wewe ambaye umeendelea kumakinika nasi hapa. Bwana Yesu akubariki na uwe na Jumapili njema.